Rais wa Cameroon Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 amejitokeza hadharani kwa mara ya kwanza katika kampeni za uchaguzi mkuu ujao, ambapo anawania muhula wake wa 8 madarakani. Tukio hilo limefanyika Jumanne Oktoba 7 katika mji wa Maroua kaskazini mwa Mali, likiwa limehudhuriwa na maelfu ya wafuasi waliokusanyika kwenye uwanja wa michezo. Katika hotuba yake, Biya anayejulikana pia kama kiongozi mwenye umri mkubwa zaidi duniani aliye madarakani, ameahidi kuimarisha usalama katika eneo hilo linalokumbwa na mashambulizi ya makundi yenye itikadi kali, kupunguza ukosefu wa ajira kwa vijana, pamoja na kuboresha miundombinu ya barabara na huduma za kijamii iwapo atachaguliwa tena. Lengo langu, wananchi wenzangu, ni kuhakikisha kila kijana popote alipo anapata fursa za ajira au anawezeshwa kuwa mjasiriamali, alisema Biya. Eneo la kaskazini mwa Mali linakaliwa zaidi na wananchi wa dini ya Kiislamu na ndilo moja kati ya maeneo maskini zaidi nchini Cameroon. Kwa miaka kadhaa limekuwa likikumbwa na mashambulizi na utekaji nyara unaofanywa na kundi la Boko Haram, hali inayosababisha hofu na kudorora kwa shughuli za kiuchumi. Eneo hilo pia lina takriban 20% ya wapiga kura wote milioni 8.2 wa Cameroon, jambo linalofanya kuwa muhimu kisiasa. Wawili kati ya wagombea 9 wa urais, Bello Bouba Maigari na Issa Chiroma Bakari, ambao ni washirika wa zamani wa Biya, wanategemea msaada mkubwa kutoka kwa wapiga kura wa eneo hilo. Kampeni hiyo imeashiria kurejea kwa Biya baada ya kukaa wiki moja Uswizi, safari ambayo haikufafanuliwa rasmi na serikali. Katika miaka ya karibuni, rais huyo amekuwa akifanya safari za mara kwa mara barani Ulaya, ambapo inadaiwa huenda kwa sababu za afya au mapungufu binafsi. Hata hivyo, pamoja na umri wake mkubwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya wapinzani, Biya bado anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa nchini humo, huku wafuasi wake wakimuita baba wa taifa na kuamini kwamba bado ana mchango muhimu katika kuliongoza taifa hilo la Afrika ya Kati.